Tukiwa tunaanza kuondoka eneo hili, ghafla tukamulikwa na taa za gari fulani hivi. Wote tukapatwa na mshtuko. Ni nani hawa? Songa na mimi sehemu ya 4. Ili tuendelee na safari yetu, ilibidi gari hili lirudi nyuma kidogo, ndipo tupate upenyo wa kutokea. Ni staff bus. Nilimsikia Dani akisema hivi. Nikaongeza umakini kulitazama mbele ya kioo, nikakutana na kibao kimeandikwa private. Kabla sijasema kitu, nikamsikia tena Dani akisema, hili ni gari la ofisini kwa kina Faridi. Hii ndio mida yao ya kuja kumchukua. Alisema tena Dani, na safari hii ndipo na mimi akili zangu zikakaa sawa. Ni kweli kabisa, lile lilikuwa ni gari la ofisini kwa kina Faridi. Huwa anafuatwa na gari kila alfajiri inapofika. Tukiwa kwenye gari, tukashuhudia lile gari likirudi nyuma ili kupisha gari la kina Dani liweze kutoka. Dani alipopata tu upenyo, wala hakulaza damu. Akakanyaga mafuta na kisha kuondoka kwa kasi sana. Sasa unajua nini Gift? Hapa inabidi twende kwangu, alafu utakapopambazuka nitakurudisha kwako, sawa? Nilimsikia Dani akisema, na alipomaliza tu tayari jibu lilikuwa mdomoni. Hapana, nipeleke tu nyumbani kwangu, au kama umechoka kaniache Sinza uliponikuta. Nilinyoosha maelezo bila kutetereka. Bado kuna mambo ya kujadili mimi na wewe Gift. Tunahitaji muda zaidi wa kuwa pamoja. Alisema hivi Dani, maneno yake hayakuniingia kabisa akilini. Tutaongea siku nyingine, kwa sasa nahitaji kurudi kwangu. Niliendelea kuweka msimamo wangu. Safari hii Dani hakujibu kitu, akaendelea kuendesha gari lake. Umenielewa? Nikauliza, lakini Dani hakujibu kitu. Na safari hii aliongeza kasi ya kuendesha gari. Kengele za hatari zikaanza kulia kwa mfululizo kwenye akili yangu. Nikazidi kupata mashaka baada ya kuchungulia nje na kushuhudia jinsi tunavyoipita Sinza Afrika sana na kukunja kama tunaelekea Kijitonyama. Huku ndipo ambako anaishi Dani. Ina maana ananipeleka kwake kwa nguvu. Niliwaza ndani yangu huku nikishuhudia gari kizidi kuyoyoma na tayari tulishakaribia maeneo ya kituo cha Mabatini. Kuna wazo likanijia kichwani na bila ya kupoteza muda haraka sana nikatoa simu yangu na kubofya vitufe kadhaa kabla sijaufikia uwanja wa kuandika meseji. Meseji hii niliituma kwa Musa, yule bodaboda wangu aliyenileta mpaka Afrika sana. Nilimpa maelekezo ya maeneo ambayo anatakiwa kunifata. Nilimsihi sana kwa meseji ya hakikisha na niwahi haraka maana kuna tatizo. Niliandika hivi huku nikiwa nafanya bahati nasibu tu, maana mida ile nilihisi huenda Musa mwenyewe amelala. Hata hivyo nikafarijika uliporudi ujumbe haraka wa kuonesha kwamba ile meseji imepokelewa. Sekunde chache nikaona Musa ananipigia lakini sikupokea. Nilihisi nikipokea nitaharibu kila kitu. Nikakata ile simu na kumwandikia meseji nyingine Musa, nikimtaka asipige bali afate nilivyomwelekeza. Nashukuru akaandika neno sawa. Lakini hata hivyo halikunifanya nione kama tayari nimeokoka. Hofu yangu sasa ikawa ni je, ataniwahi kabla sijafika? Nilitamani sana Musa afike kabla yangu ili nimsurprise huyu mpuuzi wa kuitwa Dani. Yaani alinikera sana kunilazimisha mimi niende kwake. Sasa nikafanye nini? Kwanza hayo mazoea ya mimi kwenda kwake yameanza lini? Watu wengine ni hovyo sana ise. Kwa namna ambavyo Dani alikuwa anaendesha gari, niliamini kabisa atawahi kufika kabla ya Musa. Sasa akili yangu ikawaza jambo moja. Naomba tununue chakula hata chipsi tu, nahisi kabisa njaa, jana sijala kabisa. Nilisema hivi kama vile sijui nini kinaendelea kuhusu yeye kunipeleka kwake kibabe. Ajabu Dani hakujibu kitu zaidi ya kuendelea kuendesha. Shem, nina njaa ise. Nilisema safari hii kwa sauti ya ukali kidogo. Sasa saizi tutapata wapi chakula? Alihoji Dani, nikanyamaza kwa sababu ni kweli kabisa mida ile isingekuwa rahisi kupata sehemu wanauza chakula. Anyway, acha, tutaangalia. Alisema hivi Dani, moyo wangu ukafurahi. Kiufupi, sikuwa na njaa wala nini, ila nilitaka kuvuta muda kidogo ili Musa afike mahali nilipomwelekeza kabla yetu. Dani alisimamisha gari eneo la Kijitonyama shule, akabana milango kisha akashuka. Sikutaka kupoteza muda, nikatoa simu yangu na kupiga namba za Musa. Iliita kwa muda na bila kupokelewa, na mwisho ilipokuwa inataka kukata ndipo Musa akapokea. Nilisikia kabisa upepo, ishara ya kwamba alikuwa anaendesha pikipiki. Nakaribia hapo. Alisema hivi Musa baada ya kupokea. Sawa, fanya haraka Musa na kusubiria wewe. Nilisema hivi kisha nikakata simu.
Kitu nisichokifahamu ni kwamba nilikosea sana kumpigia simu Musa. Maneno yangu yalianza kumfanya awaze mambo mabaya. Aliwaza ya kwamba nimekamatwa na watu wabaya na wamemlazimisha nimpigie simu mtu ili aje na yeye wambane. Mawazo haya yakamfanya Musa apunguze kasi ya pikipiki yake kabla ya kusimama kabisa ili atafakari kama aje nilipomwelekeza au aache. Musa mashaka yalimuingia na kengele za hatari zililia katika akili yake. Alikuwa amebakisha sehemu ndogo tu afike mahali nilipomwelekeza, lakini mawazo yake mabaya yakazidi kumpa hofu na akaamua kuwasha pikipiki yake huku akiwa hajui wapi aende. Aje huku nilipomwelekeza au arudi zake nyumbani. Mambo mazito yalikuwa yanajiri kule nyumbani kwa Farid. Unajua sikuwaambia, lakini mara nyingi kwenye mkoba wangu nilikuwa nasikia simu ikitetema. Mwanzo sikujua, ila muda huu Dani ameshuka kutafuta chakula ndipo naangalia naona ni simu ya Farid. Ilikuwa na missed call 15. Zote hizi zilikuwa za dereva wa gari la ofisini kwao ambaye alikuwa akimpigia ili amjulishe kama umefika waondoke. Lakini simu hazikupokelewa. Kuna wazo lilikuwa linaniambia kuwa lile swala litakuwa kubwa sana na litatuweka hatiani, hasa ikiwa Farid au Sofia kati yao kuna mmoja amefariki dunia. Mawazo haya yalikuwa yananipa hofu sana, na kuna wakati hata nikawa nawaza ni vipi nitajitoa kwenye kesi hiyo. Nikiwa na tafakari hayo, nikashuhudia Dani akirejea. Mkononi alikuwa na furushi la chakula. Akanikabidhi huku nyuma nilipokaa, kisha na yeye akakaa vema kwenye usukani wa gari lake na tukaanza kuondoka. Sala na maombi yangu sasa yakarudi kwa Musa au yamefika kabla yetu. Angalau kwa sasa nilianza kuwa na amani ya kwamba huenda amefika kabla yetu. Niliwaza ni vipi itakuwa endapo Musa atakuwa hajafika kabla yetu. Nikapata mashaka sana. Nisingeweza kubishana na huyu mlevi na kumkatalia nisiingie kwake wakati tayari alishadhamiria. Dani unajua ni jamaa fulani hivi, amejazia mwili halafu mrefu. Kama angeamua hata kunibeba kwa nguvu, nisingeweza kuzuia. Ikiwa Faridi tu kanyooshwa na huyu jamaa, mimi ni nani naweza kupinga? Tegemeo pekee lilikuwa ni Musa aje ili nimwambie kuwa naondoka na pikipiki kurejea nyumbani. Nilihisi kwa kumwambia hivyo asingekuwa na nguvu tena ya kunikatalia, maana kigezo cha kuondokaje kisingekuwepo tena. Lakini sasa swali gumu ni je, haya ninayoyawaza yatawezekana? Hatimaye sasa tukawa tumebakisha kona moja tu tufike kwa Dani. Mapigo ya moyo wangu yakawa yanaenda kwa kasi sana. Kuna mawazo pia yalikuwa yananitaka niwaze kuwa Dani anataka nikifika kwake anilazimishe nimpe simu ya Farid. Yaani kiufupi hakuna nilowaza zuri kabisa katika hili swala la yeye kunilazimisha nije huku kwake. Sasa ilikuwa ni Mungu pekee ndiye aamue kuniepusha na shari za huyu jamaa. La sivyo, tabia yangu ingeendelea kubaki pale pale. Sasa tukawa tumefika mtaani anapoishi Dani. Jamani, nimekwisha mimi. Nilijisemea maneno haya baada ya kuona mtaa wote upo kimya. Wala hakukuwa na dalili ya Musa kunisubiria hapa. Sasa nikahisi wazi kuwa sisi tumefika kabla ya Musa. Roho yangu ilisokota kwa maumivu. Nikamshuhudia Dani akifunga breki nje ya geti la nyumbani kwake anapoishi. Nilimshuhudia akishuka na kulifata geti. Nikamshuhudia akigonga mara kadhaa bila matokeo yoyote ya kufunguliwa. Nikiwa nashuhudia hayo, ghafla moyo wangu ulilipuka kwa furaha baada ya kumuona Musa na pikipiki yake akiwa anafika eneo hili. Nilimuona akiwa makini sana kuangaza huku na kule. Huyu mshenzi sijui kanifungia mlango? Nilijisemea huku nikijaribu kufungua. Wow, mlango ulikuwa unafunguka. Sasa nikajiandaa kushuka ili Musa anione. Lakini je, itakuwa ni rahisi mimi kuondoka hapa kama ninavyodhani? Usikose kujiunga nasi siku ya Jumatano ili kupata mwendelezo wa kisa hiki. Pia karibu kwenye group letu la WhatsApp Simulizi ili kupata kisa cha Mungu mama yangu. Ada ni shilingi 5,000 tu kwa mwezi. Piga simu au tuma ujumbe wako WhatsApp kwa namba 0655 65 15 45. Utapata maelekezo yote na utajiunga nasi kwa visa zaidi na simulizi za kusisimua. Mimi naitwa Gift Special. Tukutane hapa kila siku ya Jumatano kupata simulizi yangu hii, lakini pia kwenye group la WhatsApp inatufikia kila siku ya Jumatatu. Huu ni ulimwengu wa simulizi zinaishi.